Hi guys, karibu tena katika Urembo na Princess Zey. Leo tumekuandalia video ya kipekee kuhusu jinsi ya kupaka wanja wa lulu ili makeup yako ionekane ya kuvutia zaidi. Kama tunavyojua, siri ya makeup nzuri huanza na wanja uliopakwa kwa usahihi. Lakini wengi hukwama. Wengine hawajui hatua sahihi na wengine huona kama ni kitu cha gharama kubwa. Usihofu tena, video hii ndiyo suluhu ya matamanio yako. Utajifunza mbinu rahisi zisizo na gharama kubwa lakini zitakazo kupa matokeo ya kitaalamu. Tunaanza. Utaanza kwa kupaka mafuta kwenye uso wako ili uso uwe na unyevunyevu. Unapokuja kupaka wanja wako ukae vizuri. Kabla ya kupaka mafuta inatakiwa uso wako uwe umeuosha vizuri, uhakikishe hauna uchafu wowote ili unapopaka makeup upate matokeo bora zaidi. Baada ya hapo inatakiwa uwe na wanja wako. Hapa nitatumia wanja wa brown na wanja mweusi. Kitu cha muhimu cha kuzingatia, inatakiwa uchonge wanja wako. Wanja uwe umechongoka kwa mbele vizuri kwa matokeo yaliyo bora. Kisha utachana nyusi zako. Unaweza ukachana kwa mswaki au kuna wanja nyingine huwa zina brush ya kuchania. Kwa hivyo utachana nyusi yako vizuri kwa kupandisha juu. Hii itakusaidia unapopaka wanja wako utakaa vizuri zaidi. Kisha utaanza kupaka wanja kwa chini ya nyusi. Naomba unitazame kwa makini. Hatuanzii mwanzoni kabisa wa nyusi yetu. Tunaanzia kwa mbele kidogo. Na hapa utapaka kwa kunyoosha mstari. Usifatishe nyusi yako ilivyokaa. Nyoosha mstari usawa wa unene wa nyusi yako unayotaka iwe. Na kwa juu utaenda mbele kidogo na utapaka kama ulivyopaka wanja wa chini. Lakini kwa huku juu utakuwa unafuata muundo wa nyusi ulivyokaa. Kitu cha kuzingatia unapopaka wanja wako, haitakiwi kukoleza sana. Kwa hapa mwanzoni kumbuka wanja wako umechongwa sana. Kwa hivyo unapokuwa unapaka usikoleze wanja wako kaonekana sana. Ukishamaliza hapo utauchonga wanja wako tena na utaenda kuchonga hapa kwa mbele. Na jinsi ya kuchonga utakuwa unachonga kama unasimamisha wanja wako. Hii itakupa muonekano wa natural zaidi. Wanja wako utaonekana kama nyusi zako. Utasimamisha kwa mbele, utasimamisha sana. Alafu huku utakuwa unajazia, huku panapofuata utakuwa unajazia kwa muundo wa kusimama. Yaani utakuwa unapaka kwa kusimamisha. Utaendelea kujaza wanja wako mpaka uhakikishe umejaa vizuri. Na kwenye kujaza hapa usigandamize sana wanja wako. Kumbuka uso wako umeshaupaka mafuta. Kwa hivyo ukigusisha tu wanja unakolea kwa uzuri. Baada ya kumaliza hapo nitachukua wanja wangu mweusi. Hapa nilikuwa napaka wanja wa brown. Kwa hivyo nitachukua wanja wangu mweusi na kukoleza huku mwishoni. Hapa kwenye mgongo wa nyusi. Nitakoleza kurudi nyuma. Usijali kama wanja wako utakuwa mnene, baadaye tutautengeneza vizuri. Na upande wa pili utafanya hivyo hivyo. Utaanza kwa kuchora kama mstari. Kwanza hapa inatakiwa uwe umechonga wanja wako vizuri ili uchore mstari utokezee vizuri. Kwa hivyo utachora mstari wako kuelekea nyuma ya nyusi yako na huu mstari inatakiwa uwe umenyooka. Na kwa juu utaenda kuchonga mstari lakini kwa juu uwe unafatisha nyusi yako. Kisha utachonga tena wanja wako na kwenda kuchonga hivi vimistari. Kama mstari ka kwanza kanatakiwa kawe kadogo, kanakofuata katakuwa kakubwa kidogo na kanakofuata kataongezeka ukubwa. Huku panapofuata utakuwa unajazia kwa muundo ule ule wa kupandisha wanja wako kwa juu. Hii itakupa muonekano ambao ni mzuri zaidi. Utajazia wanja wako vizuri, lakini kule mbele usipaguse kabisa. Na unapokuwa unapaka mbele usigandamize sana. Ila kwenye kujazia ndio unaweza ukagandamiza kidogo kwa huku nyuma. Baada ya hapo nitaenda kupaka wanja wangu mweusi kuanzia katikati ya nyusi.
Hapa ni ili nyusi zangu zionekane vizuri zaidi, ziwe na mng'ao, lakini mng'ao unaoanzia mgongo wa nyusi. Baada ya kumaliza, nitaenda kuweka kablashi kangu kale ka kwenye wanja, kisha nitachana nyusi yangu. Hii ni kwa sababu pale unapokuwa umepaka wanja kuna sehemu ulijirundika. Kwa hivyo unapochana hapa unakuwa unausawazisha wanja wako, na uwe unachana juu juu, usigandamize sana ukaufuta wanja. Kwa hivyo chana juu juu ili wanja wako ukae vizuri. Ukiona hauna haja ya kuchana, unaweza ukaskip hii sehemu, lakini ukichana wanja wako utaonekana vizuri zaidi. Baada ya kumaliza hapo, inatakiwa uwe na foundation. Kwa kuwa unaanza, tumia tu foundation. Wengine huongeza na concealer. Utachukua blush yako na hapa tunaenda kuchonga wanja wetu ili uonekane vizuri zaidi. Kwa hivyo utakuwa unapita mule mwishoni kabisa mwa wanja wako ulipopaka. Usiuchimbe wanja. Hapa hii tunaipaka ili tu kufuta wanja kama ulikuwa haujakaa vizuri, na kuweka mipaka ya wanja ili uonekane vizuri zaidi. Kwa hivyo utakuwa unaanzia katikati kwa kurudi nyuma, halafu utaenda mbele, ila usipaki foundation nyingi, itakusumbua jinsi ya kuiondoa. Kwa hivyo utapaka foundation kidogo kwa kufuatisha nyusi yako ulivyoichonga wanja. Kipenzi changu, unavyoendelea kutazama video hii, naomba usisahau kusubscribe kwa kubonyeza hilo neno lililoandikwa subscribe hapo chini, kisha alama ya kengele ili kunipa nguvu mimi ya kukuletea vipindi vingine vingi na vizuri zaidi. Tunaendelea. Na upande wa pili utachonga jicho lako namna ile ile kwa kuanzia katikati kurudi hadi nyuma. Kisha utakuja kwa mbele na penyewe utachonga nyusi yako vizuri. Ukiwa unapaka wanja, hii process ya kuchonga kwa kutumia foundation, ukiona ni ngumu kwako, unaweza ukaiskip. Kwa kuwa utakuwa umeshapaka wanja vizuri, kwa hiyo ili usije ukauharibu, unaweza ukaachia hapo hapo ulipoishia kupaka wanja, lakini ukiona unaweza ukaendelea ili kupata muonekano ulio bora zaidi. Baada ya hapo utaenda na kwa juu. Kwa juu usichove foundation nyingi. Na hapa kwa juu wengine ndio hutumia concealer, lakini kwa kuwa unaanza unaweza ukatumia hiyo foundation, lakini usichove nyingi. Kwa hivyo utapaka kulingana na nyusi yako ilivyokaa. Utakuwa unachonga kwa juu tu kidogo sana kuifuatisha nyusi yako ilivyokaa. Na upande wa pili utafanya hivyo hivyo. Utachovya kidogo sana foundation yako, halafu utaenda kuchonga kulingana na nyusi ilivyokaa. Yaani usiwe unasogelea wanja wako, unachonga kwa juu yake kidogo sana. Ukijiridhisha na matokeo ndipo utakapoachia hapo hapo, na hii ndiyo final look. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa wengine ili wajifunze kama wewe. Asanteni na kwaherini.